na imani ya kwamba upo salama na neema ya Kristo iko nawe popote pale ulipo. Leo nimekujia na title isemayo hatari iliyopo mbele. Hatari iliyopo mbele. Najua niliweza kuzungumza kwa namna kadha wa kadha. Nimezungumza kwenye message za kawaida ama ujumbe za kawaida niliandika, lakini pia nikaja nikazungumza kwa klipu kadha wa kadha, na leo nimeamua nikujie na sababu kwa nini Mungu ataamua kuwaondoa watu baadhi kwa wakati huu. Ninajua ni moja kati ya pointi ambazo watu wengi sana ampendi kuzisikiliza, na zaidi ya hapo mnaanza kuzungumza kwamba wewe unazungumza watu kufa, hata kwanza familia zipumzike. Ndugu, mimi nikinyamaza ninajua watu hawataacha kukufa. Hata nikiongea yawezekana pia msinisikie na msiachi tena kukufa. Kwa hiyo ninajua ya kwamba ninaoongea nao sio ndugu zetu waliotuacha. Zaidi ya yote ninaojaribu kuongea nao ni watu ambao nyie mnanitizama leo, nyie ambao bado mnayo fursa, maana aliyefariki kumbukumbu lake limeondolewa ama limesaulikiwa. Sasa hatari iliyopo mbele. Haya maneno yanahusu sana watu waliopo kwenye miji ya wazungu ama nje ya bara la Afrika, lakini pia nitagusia kote kote, ila hii yawahusu sana ama yatuhusu sana sisi tuliopo Marekani, Australia, Canada pamoja na Uingereza. Hivyo hili linawahusu sana. Nitataka nikueleze kuanzia katika enzi za Biblia. Katika enzi za Biblia, Mungu aliamua kumuangamiza mwanadamu baada ya mwanadamu kukosa kutekeleza agizo lake. Tangu enzi za Biblia, Mungu aliamua kuangamiza mwanadamu baada ya mwanadamu kukosa kumsikiliza. Basi, sababu pekee ambayo itawafanya watu wengi waweze kuondoka ni kwa sababu wamekosa kusikiliza sauti ya Mungu. Kusomea maandiko katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura yake 28 na mstari wa 15. 28:15 Kumbukumbu la Torati anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake nikuagizavyo leo hii, ndipo zitakujia laana hizi zote na kukupata. Kwamba leo, yani ukikosa kuyatii maagizo ya Mungu ama maneno ya Mungu ni kuagizayo leo hii, hapo ndipo zitakujia laana zote hizi na kukupata. Ninachotaka kuambia ni kwamba sio wote watakaoondoka katika wakati huu watakuwa wamemkosea Mungu, lakini pia sio wote watakaoondoka watakuwa wameondoka kwa haki. Wengi wataondoka kwa sababu wamekosa kutii. Sasa Biblia inasema laana nyingi zinatokana na mwanadamu kutokutii alichomwagiza Mungu. Jamani, kwenye maisha yetu tunapokuwa tunapitia hatari, changamoto
ambayo nyie la mnaita kwamba ni jaribu. Shambia, shughuli yetu iwe moja, kuchunguza jinsi tunavyotembea na Mungu. Jinsi tunavyotembea na Mungu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati hapo 28 unaanzia 15, shuka chini hadi 30. Utakuta Biblia inadhibitisha kwamba na hadi utakapokufa utapigwa na magonjwa ya kila, yaani walitaja magonjwa mengi. Hadi utakapokufa utakuwa uko nayo. Bwana asifiwe sana. Sije hapa mimi kumshambulia mtu. Nimewahi kuambia mara kadha wa kadha kwamba mimi ni sauti ya Mungu duniani. Na nia yangu nataka niwaponye 2 watatu ambao wamekusudiwa. Kama hujakusudiwa basi haina shida. Lakini kama umekusudia, kaa hapo, tusikilize mambo mangapi hapa ambayo tunamwasi nayo Mungu, na utakubaliana na mimi na kusema ni kweli ulimwengu unachoongea hiki kiko hivi hiki. Kuna mambo matatu ambao watu wanaotoka kwenye nchi ya Afrika kuja hapa Marekani, Canada, Australia pamoja na Uingereza na nchi zingine ambazo sijui hata majina. Kuna mambo matatu ambayo ni kero. Nikurudishe mwanzoni. Kwa wote mliokuja huku Marekani, kwa wote mliokwenda Australia, asilimia nyingi kama 95 ni 100, wote mlipitia kwenye vyumba vya maombi. Asilimia nyingi ya watu waliopo leo kwenye miji yote hii, wengi walipitia kwa maombi. Mlienda kwa maombi kufanya nini? Kutaka Mungu awasaidie. Sasa naomba nisikilize. Mungu anapokusaidia hakusaidii bure. Anachotaka akusaidie juu mtendee. Bwana asifiwe. Ndio maana siku za nyuma nilizungumza, sio vibaya kuokoka ukiwa na dhambi, ila ni vibaya kuendelea na wokovu ukiwa na dhambi. Sasa Mungu anapokusaidia anajua kwamba anakusaidia kwa sababu umtetee kesho. Mungu anapokusaidia, kitendo cha yeye kukusaidia, anakutengenezea ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Anakutengenezea ushuhuda. Sisi wengine kina ulimwengu tulivyosaidiwa tu kidogo tu, tuna ushuhuda mpana ambao hata aje yoyote anayesema chochote tukamwambia, ndugu, mimi nilikuwa najichua, mimi nilipona ajali hizi, mimi nilipona katika haya. Ushuhuda unaeleweka tu. Sasa Mungu anapokutoa Afrika ukuleta Marekani, hauna pesa, hauna visa, anataka kutengenezea ushuhuda. Sasa mambo matatu tunayokosea ni haya. Tunapofika huku, baada ya kuwa na pesa, kwanza tunamsahau Mungu, yaani tunasahau ibada. Wangapi kati yenu mkifika hapa mmewahi kufunga mara kadhaa? Wangapi mmewahi kuomba mara kadhaa? Wangapi mnashiriki ibada zaidi ya mara 3 kwa wiki? Wangapi? Na ndo hao waliokuwa waombaji nyumbani, Mungu atakosa kukereka. Methali 10, Methali 30. Methali 30 mstari wake wa 8 hadi 10. Anasema, uniondolee ubatili na uongo, usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadiri yangu, nisije nikashiba nikakutukana nikasema, Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba, nikalitaja bure jina la Mungu wangu.
Sasa kitu kimoja ambacho inakuwa ni kero sana kwa Mungu, inakuwa ni pale ambapo tumefika hapo kwa msaada wake, ametusaidia yeye kwa msaada wake, baada ya kuanza kugusa tu $100, imekuwa ni sababu ya sisi wote kuwa juu, utafikiri pofu za Omo, hadi tunasahau ibada. Tuko bize hadi Jumapili. Mungu atakosa kukereka? Narudia kila wakati, hii ni sauti ya Mungu duniani. Ninajua tu kwa ajili ya kuongea haya mnaweza mkaanza kupanga mbinu sasa. Kwa hiyo sasa tumuue yeye naye asemekane kwamba alikufa. Ndugu, mimi hata nife, nishasema mimi hata nife, kazi ambayo nimeshaifanya ni kubwa. Mimi hata nife, kazi nimeshaifanya ni kubwa, lakini ninajua sio rahisi. Bwana sasa, mimi hata nife sio shida, lakini ninajua tu sio rahisi. Ninajua sio rahisi. Kwa sababu nimesikia kauli za walio wengi, litakukuta wewe. Nasema ndugu, ndiyo litanikuta mimi, lakini bado tu ninaendelea. Kwani mimi ndo wakoza kuambia kwamba litanikuta? Litanikuta tu, lakini hata kama likinikuta, ili mradi tu sio katika hali za dhambi, bado ni vyema tu, bado ni vyema. Mbona ningekufa tu nikiwa mtenda dhambi? Sasa usinipe umaskini wala utajiri, nisije nikashiba nikasema Mungu ni nani. Lakini pia usinipe umaskini nisije nikalitaja jina lako bure. Ndio maana Mungu ametuweka kwenye maisha ya wastani. Wengi walifanikishwa, Mungu aliwasaidia, wakafika hapa, wakafanya kazi, ndio wakanunua vitu vya maana. Leo ibadani hawaonekani. Kila wakati mwanadamu alipoendelea kuwa na maarifa mengi, alipoendelea kuwa na mali nyingi, alimtukana Mungu. Asilimia nyingi. Kwa nini Sulemani alikuwa na wake wengi kama ilikuwa kiburi ya pesa aliyokuwa nayo? Sulemani anatuandikia vitabu vyote hivi, ni ushuhuda wake. Bwana sasa sana. Ndio maana Biblia imeandikwa ushuhuda za watu wakati mwingine. Sasa Sulemani anatuandikia kwamba yeye alikuwa na wake wengi. Sasa ndio maana hapo watu wengine sasa kwa ajili ya upagani walionao kwamba na sisi no. Sulemani aliandika, ulikuwa ni ushuhuda wake wakati, alafu ndio maana kwa kutaka kuonesha akakwambia yote ni ubatili. Hajakwambia na wewe uowe, hajakwambia ulinganishane naye. Alikwambia yeye anajutia, anasema mimi hapa nimekuja kuona ni ubatili hapa mwanangu, sijataka upite hapa. Yesu asifiwe. Sasa tulipofanya kufika hapa Marekani, pointi ya kwanza, baada ya kuanza kugusa tu pesa, tukaotwa na kiburi. Na hiyo kiburi ikatufanya kwanza kumkataa Mungu, yaani kukataa kwenda ibadani. Kuna wengine hadi ibadani hawaendi kabisa. Kiburi ya mwanadamu. Alipoendelea kufanikiwa, aliendelea kumwasi Mungu na kumwacha Mungu. Bwana sana. Sasa katika hilo, mnategemea Mungu aendelee tu kuangalia, akutoe Afrika yeye, alafu ufike Marekani upate kazi, uache kwenda kumwabudu yeye? Atakuacha mwaka mmoja, atakuacha miaka miwili, atakuacha miaka 5, mwaka wa 6 anakurarua. Huyo ndio Mungu sasa, kama hamjawahi kuona ghadhabu yake. Anasema sasa huyo, ya nini tu namwacha duniani? Nilifikiri kwamba nikimfikisha Marekani ndo labda akuniabudu kule kwa sababu ya mazingira ni magumu. Hapa anajaribu kurahisisha kila kitu. Natumia vitu havyo. Mungu anataka anapokusaidia umtumikie. Sasa hilo ni la kwanza. Tunapofika Marekani tunajisahau. Tunapofika kwenye miji ya Ulaya tunajisahau. Tunamkataa Mungu, tunakuwa wenye kiburi. Wengine hadi kuwadharau wazazi. Wengine hadi kuwadharau wachungaji kwa sababu ya magari wanayotembelea. Mungu atakosa kukutukana kweli? Mungu atakosa kukuua na kukuangamiza? Yesu asifiwe. Pointi B. Baada ya kuwa na pesa, tunajua shina la kila uovu ni kupenda fedha. Hiyo ndio Biblia imesema. Sasa baada ya kuwa na hiyo fedha,
tumeingia kwenye mambo mengine mawili hatari zaidi. Hatujaridhika tu na kutokwenda kanisani, tumeingia katika pointi B, kulewa pombe. Pombe imekuwa ni fashion. Pombe imekuwa ni fashion. Biblia inaruhusu. Biblia gani inaruhusu? Kusomea kitabu hapa. Walawi. Somea mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura yake mtu wa Mungu, zaidi ya yote mwanadamu alipoendelea akasema kwamba kwa sababu nimepata utajiri basi pombe kawaida. Mambo ya Walawi sura yake ya 10 na mstari wa 9 anasemaje? Nataka nikuonyeshe sababu zinazoleta vifo vya haraka. Nitakuja nizungumze sana huku nyuma huko. Najua itakuwa ni clip ndefu kidogo, na naweza nikaikata part A na part B. Mambo ya Walawi 10:9 anasemaje? Usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele kati ya vizazi vyenu. Usinywe kileo chochote. Usinywe kileo chochote. Sasa nyie mnapofika huko na ndugu zenu wa Marekani wapagani wenzenu wameshawaandalia vinywaji, kwa nini inakuwa tu ni kufurahia tu maisha? Mimi ninachotaka ukumbuke, wakumbukaga tu wema wa Mungu. Kwa nini Mungu alikuleta Marekani? Kwa nini Mungu alikuleta Marekani? Kwa nini Mungu alikuleta Marekani? Kinachotufanya wengi tufe ni kwa sababu hatukumbuki wapi Mungu alipotutoa. Hatukumbuki, maana kama ukumbuki hauna roho ya shukrani. Wengine tunaamini Mungu atatulinda sana. Sasa baada ya hapo tunakuwa tunalewa sana. Na ndio maana vijana wengi, hayo ndio maisha yetu hayo. Vijana wengi, hayo ndio maisha yetu. Na vijana ambao ni walevi ndio vijana wabishi na ndio ambao wanapitia hatari nyingi. Sasa wanapokufa, RIP, rest in peace. Where? How? Bwana asifiwe. Takuja nizungumze vitu ambavyo vitawakera mioyo, lakini mimi najua ndio wasilia na ukweli wenyewe. Ampendagi tu kuambia ukweli, ampendagi tu kuonywa, lakini maisha tunayoyaishi haya, maisha ya pombe haya. Wangapi sasa wamekufa tu kwa kufanya ajali kwa ajili ya ulevi? Wangapi wanapitia hatari nyingi kwa sababu ya ulevi? Basi, point 3. Uzinzi na uasherati. Mtu anapokuwa na pesa tu zinakuwa zinamsababisha atembee vyovyote, ajione yeye ni bosi, yeye anaweza. Mpendwa, mimi ninachotaka kukwambia ni kwamba ndio maana tunaambiaga hata manabii na mitume na wachungaji wanaotoa wenye kuwa na baraka ambazo wanakosa wapi kwa kuziweka. Msiwaombee baraka wapagani hawa. Maana kiasili kabisa mpagani akipata pesa hatotumia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Anatumia kwa ajili ya kutimiliza tamaa zake mwenyewe. Ndio maana Yakobo alituambia hata kama mkiomba, muomba vibaya kwa sababu muvitimize katika tamaa zenu. Sasa baada hapo, uzinzi na uasherati huo unakita mizizi. Lakini zaidi ya yote, na hii ni style ya vijana sasa wa leo. Vijana hawaogopi tena wamama. Hawaogopi kwamba huyu ananizidi umri. Yeye kwa yeyote anadandia. Kwa nini?
ana pesa, ana gari, anapelekana usafiri. Kwa hiyo anapopelekana usafiri huko anazini kwenye gari. Nimeshakwambia hayo maisha yatafupisha sana siku hayo. Yatafupisha sana siku hayo. Yatafupisha sana siku. Wengine tuliponea chukuchuku tu hapa. Hatuongei ambayo kwamba tuliyasoma mahali, tunaongea vitu ambavyo tuliviishi. Mimi unayeniona hapa mimi, ningekuwa wakufa mimi tayari. Ningekuwa wakufa, angaliaga picha hiyo. Hiyo ilikuwa ni ajali baada ya zinaa. Itafupisha siku. Haya, mimi nikasomage kitabu kingine tu hapa. Wasomea vitabu vingi tu. Mhubiri kamsome 9. Mhubiri 11:9 hadi 10. Anasema, wewe kijana, ufurahie sana ujana wako, moyo wako uchangamshe siku zote za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Sikiliza maandiko wewe. Vijana ambao tunajua kwamba sisi tuna nguvu ya kufanya chochote tunachoweza. Shawambia sababu ambayo itakao kufanya vijana wengi wafe. Haya yote ninayozungumza hapa. Bora tena hata wazee wanajaribu hata kwenda tu kumwabudu Mungu hivyo. Ila vijana siku ya Jumapili anaenda state. Siku ya Jumapili anaenda kumwangalia demu. Siku ya Jumapili anaenda kuzini. Sasa huyo Mungu aliyekutoa Afrika atakuacha kweli uendelee tu? Hapana. Ni sawa mambo kununulia gari alafu ukose kwenda kumpeleka kazini uende mjako. Atakunyang'anya hiyo gari di. Hapana. Sasa kijana, furahi sana ujana wako, ukaiendee tamaa zako. Tunakutana naga kwa masherehe. Nyinyi msifikiri mimi nafikaga sana kwa masherehe. Nafika kwa masherehe unaniona tu. Yeye ni yule. Nikifika mimi nawaonaga tu. Mnachojadili ni upuzi mwingi. Sasa huyo Mungu atakana kulinda tu na umfanyie chochote. Ni Mungu gani? Ndio Mungu wa rehema. Baba mimi ndio wanasemaga mlelwa ale muilechi. Ukitaka kulelewa lazima ujinyenyekeze kwanza na wewe. Hasa unataka Mungu akulee lakini hutaki kujinyenyekeza kwa Mungu. Unataka Mungu akulinde, hutaki kujinyenyekeza kwa Mungu. Unataka Mungu akupigania au hutaki kumtii Mungu. How? Bwana asifiwe. Kuna waliokataliwa hivi na Mungu. Muulize Sauli. Anaambiwa kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa kuwa ulikataa kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, yeye naye amekukataa usiwe mfalme. Fikiri Mungu sio wa huruma hizo mnazofikiriaga nyinyi. Hizo huruma ambazo tulifundishwa huko. Sio huruma ya Mungu hiyo. Mungu ndio yule aliyemwambia Musa ya kwamba wewe hautoingia Kanana. Kwa kosa gani? Amepiga fimbo mara pili kwa mwamba. Chezea Mungu wewe. Umekosea mara ngapi Mungu? Bado tu anakupa nafasi ya kuishi, bado unaendelea tu kuchezea. Hizi ni sababu 3 ambazo vijana tunaozitembelea leo. Sababu ya kwanza nilisema ni kuacha kumwabudu Mungu kabisa wanapofika Marekani, ama kumwabudu kwa kujisikia, yaani anakuwa kama vile anakwenda kumsaidia Mungu. Sababu ya pili ni pombe. Sababu ya 3 ni uzinzi na uasherati. Hizi ni dhambi 3 ambazo zinakumba vijana, na sio tu vijana, hata wazee. Na ndio maana tunakufa haraka. Mimi endelea mbele. Sasa haya yote yanapokwepo ndio yanasababisha sasa maisha yetu yaende haraka. Kwa hiyo sababu ambayo Mungu anapunguza miaka ya walio wengi ni baada ya kuona
hao watu hawataki kunitii. Imeandikwa mahali fulani hapa, nikusomea Methali. Nataka kusomea tu maandiko mengi. Methali 10. Methali 10 mstari wa 27. 17 Methali. Anasema, kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Sikiliza maandiko haya, kwamba kumcha Bwana kunaongeza siku, bali miaka yao wasio haki ama wahovu itapunguzwa. Hapa sijaona maana ya kwamba yeyote anayekufa kwa umri kama wa kwangu kwamba ni muovu. Kuna tu majasusi tu ambao Mungu anaamua tu kuwachukua baada ya kazi yao kumalizika tu, ameamua tu. Lakini kuna wengine ukiangalia maisha unasema huyu kama alifariki huyu kwa maisha haya, kwa haya maisha haya, hii ni dhambi ilimuaisha huyu. Hii ni dhambi ilimuaisha hii. Wangapi sasa ambao mlisikia wamefariki, ambao hawapo kwenye vipengele ambavyo nimevizungumza hapa? Ishaandikwa kwenye Zaburi ile 92, 91, aketie mahali pasiri. Mungu si Mungu huyo tu wa kumuita wakati wa shida. Anasema, nami nitacheka siku ya huzuni yako. Bwana asifiwe. Nami nitacheka, nami nitaziaki. Huyo ni Mungu. Fikiri mchezo. Watu wa Mungu, mimi nataka nije nikwambie maisha gani uweze kuishi. Anasema, lakini miaka ya wasio haki itapunguzwa. Miaka ya wasio haki itapunguzwa. Kutokuwa haki ni kule kukataa kuyatenda yale ambayo Mungu anayapenda. Unajua, kuna watu ambao Mungu, kwa kadri unavyoishi na Mungu, anaweza kukuongezea siku, ama akikuangalia kwa mbele anakuona wewe una moyo wa kuja kubadilika, anaweza kukuongezea siku. Jiulize kwa nini Sauli asifi, ambao leo tunamuita Paulo. Kwa nini asife? Kwa nini mimi nisife? Tutajua tu kwamba Mungu aliangalia anasema, huyu jamaa huyu hata nitetea wakati wa corona huyu. Hata nitetea wakati fulani huyu. Mungu alijua. Na baada ya wengine alipoangalia hivi, wanaona mimi kwa hiyo hapana. Wewe ukaondokage tu. Yesu asifiwe. Nini tufanye? Nataka sasa nikupe dawa. Nini ufanye? Mambo ya Nyakati. Hii ni nini ufanye? Dawa, tiba sasa hii. Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 7 na mstari wa 14 hadi 16. Anasema, ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa, kwa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwamo umo milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu ambao walitendewa wema na Mungu, ikiwa watu ambao walikwenda kwa maombi kujaribu kumsihi Mungu tuje Marekani, wakijinyenyekesha na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, mimi tasikia toka mbinguni. Ndugu, tangu enzi za Biblia hakuna sadaka yoyote, hakuna zawadi yoyote ambayo iliwahi kupunguza ghadhabu ya Mungu kama mtu kuomba msamaha.
Hakuna chochote ambacho kinaweza kikapunguza ghadhabu ya Mungu isipokuwa kuomba msamaha. Sasa nyewe leo mnachokimbilia ni sadaka ya msamaha, sadaka. Ndugu, sadaka ya msamaha ni wewe kunyenyekea kwa Mungu, kumwambia Jehova, nilikosea Baba. Hey Yesu, naomba nitakase. Jehova, nioshe. Hayo ndio maombi ambayo yatamfanya Mungu. Anasema kwamba wakijinyenyekeza na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Hatari nyingi zinatokota hata hatujatubu dhambi zetu. Afu mnasema Mungu atakutana naye. Mungu ametupa nafasi. Ametupa opportunity. Tunaichezea. Tunaichezea. Nani wengine wanaposikia hivyo mitani ulimwengu naye kimo ulimwengu mbarikiwa shamfundisha vibaya. Shakwambia ndugu, hakuna cha mbarikiwa kunifundisha vibaya hapa. Niendelee mbele. Usome kitabu fulani hapa mahali fulani. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 20. Wafalme wa Pili 20 mstari wa 1 hadi 6. Anasema kitu fulani hapa ambacho kimenifariji sana moyo wangu. Anasema, siku hizo Zekaria akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tazama, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana akisema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla ya Isaya hajaondoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimesikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya siku ya 3. Utapanda nyumbani mwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wako na ufalme wa Ashuri, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Sikiliza, mtumishi anakaribia kukufa huyu. Bwana sifiwe. Anakaribia kukufa huyu. Nabii sana anamwambia wewe, Mungu anasema unataka kukufa sasa. Mungu anasema, ndugu, hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanya Mungu aongeze siku zako baada ya kuona moyo wako uliomwelekea. Unafikiri kwa yote tunayoongea hapo, unafikiri tunafurahisha watu sisi? Mimi sijawahi kumfurahisha mtu yeyote. Wote wanaonisikilizaga uoga wanachukia, ulimwengu hana hekima. Ndio hivyo wanavyopanga vya kupanga, lakini tunapokuja mbele za Bwana, sema Yesu Mwokozi Bwana, Baba nisaidie sana. Baba zidi kunilinda. Unakuja kukuta siku hadi siku Mungu amezidi kutulinda, Mungu amezidi. Zaidi yote, dawa pekee baada ya kuona hatari yoyote inakuja ni kuomba Mungu. Wala sio kusema tunajaribiwa. No, hakuna jaribu yote kama hiyo. Kitendo cha unapoona hatari, msaada wote mzungukie Mungu. Biblia inasema kwamba Hezekia aligeuka hivi. Akasema, Bwana Jehova ni kweli. Ndugu, nabii Isaya alikuwa amesema na kusema ameshamaliza. Hata kama mimi nimeshasema kwenye Facebook, nilisema huu ni unabii wa mambo yatakayotokea, kwamba watu watakufa sana. Hata kama nimeshasema, geukia ukutani, mwambie Mungu, Baba kumbuka wema wangu. Haya ndio maisha ambayo tulitakiwa kuyaishi. Zaidi yote, naomba ukumbuke katika Zaburi ya 103 mstari wa 3, nikusomee. Zaburi ya 103 na mstari wa 3.
Anasema 3 mstari wa 3, akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aukomboe uhai wako na kaburi, akutie taji ya fadhili na rehema, aushibishe mema uzee wako, ujana wako urejezwe kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa yote wanaoonewa. Bwana asifiwe sana. Amjulishe Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Kwamba hakusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aurejeze uhai wako na kaburi. Nishakwambia kuna watu waliojua kufa, lakini baada ya watu kupiga magoti, Mungu alibadilisha uelekeo. Ninachotaka nikusisitize sasa hivi, Waafrika wengi ambao tumekuja huku tumeshamwasi Mungu katika mengi, lakini zaidi ya yote ninachotaka tukifanye, tupige magoti, tumrudie Mungu. Na hizi ibada zingine za pagani tunazofanya hizi, hebu tufanye tu ibada ambayo itauridhisha moyo wa Mungu. Yaani ibada tu ambayo itamridhisha Mungu. Nasema Mungu, hawa watu kweli kwa moyo huu wanakucha. Yesu asifiwe. Basi mimi niseme hizo ndizo sababu zinazofanya watu waangamie, na ndio sababu zitakazotumaliza wengi. Kikubwa, angalia wapi ulipotoka na Mungu, angalia wapi ulipo na Mungu. Yeye hayuko mbali. Ukitaka awe mbali atakuwa mbali, lakini nachosikitika tu kukwambia, ukifanya uzembe wa kuomba, hatuko na wewe kesho. Si kana kwamba hujaambiwa. Mimi nimeshakwambia, nimesema tena na tena, uzembe wa kuomba, hatuko na wewe kesho. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka nyikani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa Bwana yuaja. Maranatha.